Kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu wanawashikilia washukiwa 8 waliokamatwa katika operesheni zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo dhidi ya mtandao unaoshukiwa kujihusisha na biashara ya mbolea bandia. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sicharani alisema washukiwa hao walikamatwa katika maeneo ya Kabenes na Ziwa Mashine kufuatia uchunguzi uliofanywa na maafisa usalama. Katika operesheni hiyo, polisi walinasa zaidi ya mifuko 4,000 ya mbolea katika makazi ya mmoja wa washukiwa ambaye tayari anakabiliwa na kesi nyingine mahakamani. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti wa Uasin Gishu Daktari Edison Nyale alisema uchunguzi wa awali unaonyesha mbolea hiyo ilikuwa imefungashwa upya na ilikusudiwa kuuzwa kwa wakulima katika kaunti ya Narok. Mali tupo hapa tuko na magunia 4,000. Juzi tuliweza kumshika mtu huyu na magunia 160. Kesi iko kotini. Samples zimechukuliwa, zimeenda kule kwa counterfeit, zimeenda kwa government chemist, zimeenda KEBS. Matokeo yamekuja, ODPP ana compile na hii mara ya pili. So this is a second offender, repeat offender. Kumaanisha kwamba tunaweza tunaenda ku tighten hiyo case na tuone kwamba haki inachukuliwa because wanadai wananchi ambao wako tayari wako na masaibu ya jua, mvua hakuna, alafu tena wanapata masaibu ya mbolea gushi, na hii mbolea ilikuwa inalenga kupelekwa Narok, ambapo Narok saa hii ndio mkombozi. Trans Nzoia kuna mahindi, Uasin Gishu kuna mahindi, kokote kuna mahindi. Mkombozi ni Narok, alafu mbolea ilikuwa ni Narok. So naangalia tamani ya nini. Kwa hivyo naomba kwamba wananchi mweze kuwa uangalifu mnaponunua mbolea mahali ambapo imedhinishwa. Kwa saa hii tumeweka mikakati, tuko na County Police Commander ambaye ni operation commander, ataweza kumobilize lorries and everything kuona kwamba tunapeleka kwa go down ya SCA and counterfeit go downs. Mbolea ile tumepata hapa iko tofauti sana. Tuko na mifuko, hatuwezi kuthibitisha mbolea ni gani, lakini mifuko ya mea, tuko ingine inaitwa Tarup, ingine inaitwa SSP, na huenda ikawa hapa ni kuchanganya. Tumeona mbolea ingine na tuko na wataalamu hapa, ingawa hatujaipeleka katika utafiti, but wanaona kama ni mbolea kushi, so wanachanganya ili wauzie wananchi.